Biashara hii ya mbao na magogo tumepata taarifa kwamba pametokea ajali kubwa ya moto. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa hizo tumekuja hapa. Nimefuatana na katibu wangu wa mkoa Bwana Omari Mtua, lakini tunaye katibu wa mbunge wa Ilemela. Tumekuja kwa pamoja ili kuona nini kimetokea au ajali hii imekuwa kuaje, lakini kwa taarifa tulizozipata kwa muhusika wanasema baada kama ya siku mbili, si ndio, walikuwa wanaona kwenye nguzo ile kwamba ilikuwa inajaribu kutoa cheche za moto. Sasa wanasema waliwaita ni TANESCO au ni nani? TANESCO waliwaita. Sasa lakini na wao pia walivyofika sasa ni wao na TANESCO nafikiri waliliona hili jambo ni dogo, lakini kibahati mbaya ni jambo ambalo ni kubwa ambalo limeleta haya madhara. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa, tunawapa pole sana. Kwa kweli hasara ambayo tumeiona, japo hatujui kwamba ni hasara ya kiasi gani, lakini tumejaribu kuuliza na kutathmini kwamba gogo moja kama hili lililoteketea kwa mujibu wa mhusika anasema 2.5 laki. Kwa hiyo hapa kuna watu ambao walikuwa na mzigo wenye thamani ya milioni 500, 100. Wewe mwenyewe unasema ulikuwa na hela ngapi? Zaidi ya milioni 100. Lakini cha ajabu nimejaribu kuwauliza, je, mna bima? Wanasema kwa kweli hilo mwenyekiti, yani sisi wenyewe baada ya kutokea haya kwa kweli tumejiuliza mara mbili. Kwa hiyo niwaombe madhara kama haya au vitu kama hivi, biashara yote unaweza kupuuzia kukata bima, lakini inapotokea tatizo kama hili ndio utaona bima umuhimu wake ni nini. Kwa hiyo niwaombe sana, sisi kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza tunawapa pole sana, lakini tuwaombe jamani, chonde jaribuni kukata bima. Lakini niwaombe hata makampuni ya bima nayo, shughuli kama hii ni kubwa, waje waone kupitia tatizo hili ambalo limetokea, basi waje waone kwamba hawa watu pengine hawajapata hiyo elimu ya bima, si ndio? Mlishawahi kuja mtu kuambia kwamba kuna bima, mkate bima na shughuli yenu? Hawajaja. Kwa hiyo mimi niwaombe watu wa bima kupitia tukio hili, kama watanisikia na wananisikia, basi wahakikisha wamekuja eneo lote hili. Ni wafanya biashara hawa ni wakubwa. Hapa unaambiwa kuna mtu ana mtaji wa milioni 500, 100 ngapi, yani wana biashara ambazo zinahitaji kuwa na bima. Kwa hiyo sisi tunawapa pole sana, lakini kwa kweli hakikisheni mnakata bima kwa usalama wa biashara zenu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, basi tuache, nafikiri watu wa vyombo vinafikiri vitaangalia kwamba tatizo lilikuwa nini. Nafikiri fire wamekuja, si ndio? Basi tutaangalia kwamba tatizo lilitokana na nini na hasara iliyopatikana ni kiasi gani, kwa sababu hata nyie sasa hivi hamjui, si ndio? Basi watatuambia hasara ni kiasi gani imetokea na madhara yametokea nini, ili nao tuambie sasa siku nyingine wajaribu kuweka tahadhari. Kwa hiyo tunawapa pole sana ndugu zangu, poleni sana, ila jitahidini kuwa na bima. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari. Limesaidia kuzima moto. Sasa kwa kweli, na tumeambiwa kwamba jeshi la zimamoto kama lisingekuwa lenyewe kwamba madhara yangekuwa ni makubwa zaidi. Kwa hiyo tunalipongeza sana jeshi la zimamoto, limefanya kazi kubwa kwa ajili ya kufanya madhara yasiwe makubwa kama alivyotuambia mhusika. Kwa kweli walifika mapema na wakajitahidi wakazima huu moto mapema. Kwa hiyo tunawapongeza sana jeshi la zimamoto.